Polundu TV tuko na diwani kata ya Umwe kwenye kikao na walimu wa shule za Umwe msingi, sekondari pamoja na shikizi kujadili namna gani bora ya kutatua changamoto mbalimbali za walimu. Habari za leo mheshimiwa? Nzuri kabisa. Kipi kikubwa ambacho umekichukua kutoka kwenye maoni mbalimbali ya walimu kuhusiana na namna bora ya kuendesha shule na miradi mbalimbali ya elimu katika kata hii? Awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametufanya leo tumemaliza kikao salama. Leo kuna kikao na wataalamu kwa maana ya walimu wa shule za msingi na sekondari katika kuhakikisha namna gani bora ya vijana wa shule za msingi na sekondari wanaongeza ufaulu na tunaiondoa zero kabisa katika kata yetu. Kwa hiyo nimechukua vitu vya msingi sana, tumejadiliana vitu vya kutosha na tumetengeneza mikakati mizuri ya kuhakikisha namna gani tunaweza tukaondoa zero na namna gani tunaweza tukapandisha ufaulu katika shule zetu za msingi na shule zetu za sekondari. Pamoja na mengi ambayo yamezungumzwa, walimu wamesema wanahitaji motisha ili mwanafunzi anapofaulu basi pamoja na zawadi ambazo anapata mwanafunzi, lakini na mwalimu naye apate zawadi ambayo itampa motisha. Huu utaratibu kwako kama kiongozi unadhani utakuwa na tija kwa kiasi gani kwa walimu kwenye kata hii ya Umwe? Jambo la motisha kwa walimu ni jambo zuri, kwa maana na mimi binafsi kama diwani nimelipokea, kwa sababu walimu hawa wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha watoto wetu wanawafundisha na wanawapa material kwa namna kubwa kabisa na namna bora, na bahati mbaya zaidi walimu wanafanya kazi mpaka muda ambao sio wa kazi, kwa maana wana overtime. Lakini kwa mujibu wa utaratibu unaweza kukuta mwalimu anaishia saa 10, lakini bado mwalimu yeye ana section mpaka saa 12, wengine mpaka usiku. Kwa hiyo anafanya kazi ya ziada kuhakikisha anajitolea kuona wanafunzi ambao wanawafundisha wanapata ufaulu. Kwa hiyo kwa namna hii sasa ni vyema kutengeneza motisha kwao. Mwalimu yule ambaye amejitolea, mwanafunzi amefaulu masomo yake, kama masomo ya sayansi, kama masomo ya hati na au masomo mengine yote, wanafunzi ambao wamefanya vizuri kupitia ile masomo, mwalimu aliyesababisha mwanafunzi yule kufaulu, kumpa motisha na kumuongezea juhudi ya namna gani sasa anaweza kufaulu kufundisha tena kwa kujitoa. Na hata wale walimu ambao wanatumikia nafasi yao kama wito, lakini wanaenda kwa utaratibu wa vipindi, baada ya hapo wanaenda waone kwamba kumbe ukifanya kitu cha ziada kuna namna ambavyo viongozi wanakuona na mtu anapata ile nguvu ya kuendelea kufanya kazi vizuri, na hiyo ndo tunahitaji ili watoto wetu waweze kuongeza ufaulu. Ndio kingine ambacho kimezungumzika ni uhuru kwa walimu, uhuru wa kikazi, kutotishiwa kuhamishwa na vitu vingine kama hivyo, lakini pia uhuru wa kuweza kufanya biashara. Nimeona kwenye hotuba yako umetoa msisitizo mkubwa sana wa kuwaambia walimu kwamba unawahitaji wawe huru, na hata wewe kwako unapokea baadhi ya kesi ambazo unamalizana nazo mwenyewe chini kwa sababu ya kuwalinda walimu na kuacha kuendelea kufanya kazi kwa uhuru. Unaweza kuwathibitishia nini wananchi ama wazazi wa kata hii ya Umwe kupitia Polundu TV, kuwahakikishia kwamba wao wanatakiwa wahakikishe watoto wao wanawapeleka kwenye mashule na walimu wapo huru kufanya kazi zao za kuelimisha, so wasilalamike na vitu kama hivyo? Kwanza hili niombe tena nitoe msisitizo, kwa maana walimu ambao wapo katika kata hii ya Umwe wanatakiwa wawe huru katika utendaji wa kazi, wanatakiwa wawe huru katika kuhakikisha wanakuwa na amani katika utendaji wa kazi, kwa sababu kama unamkosesha mtumishi anakosa uhuru wa kazi, kwa maana hata utendaji kazi wake hauwezi kuwa bora. Na matarajio yangu mimi kama diwani, vijana na watoto na wanafunzi ambao wapo katika kata hiyo, anayesoma katika kata hii wafaulu. Wanawezaje kufaulu? Huyu ambaye anayetoa taaluma lazima awe uhuru kufanya kazi, awe uhuru kushirikiana na viongozi, na vile vile awe uhuru katika kutoa material yake kwa walimu na wazazi wasije wakaingilia hili ama aidha viongozi, maana kuna kipindi tunatengeneza hoja za viongozi kuto kuwapa ushirikiano, kuto kwa uhuru. Kwa hiyo ile inawaondoa katika namna bora ya utendaji kazi. Kwa hiyo ndio maana nikasema wanatakiwa wawe uhuru katika utendaji wa kazi. Lakini ukiangalia kwa kipindi hiki tunachokwenda nacho na mishahara ya walimu, namna maposho wanayopata haiwezi kukidhi mahitaji yao kwa ujumla. Hivyo nilitamani sana walimu na wawe uhuru katika kuwekeza ili waweze kunyanyua kipato chao. Ule muda wa ziada ambao baada ya kumaliza majukumu ya kazi, basi wapate muda wa kuweza kuwekeza katika biashara, katika kilimo, ili waweze sasa kunyanyua
uchumi. Utakuta mwalimu mwingine anafanya kazi lakini bado anaishi maisha kama sio mtumishi. Kwa hiyo hile kwa sababu ya kutokuishi vizuri kunamfanya akose kuwa vizuri, kuwa mtumishi mzuri. Kwa hiyo natamani sana walimu wangu wajitoe katika utenda kazi za taaluma yao, lakini wajitoe katika utendaji kazi wa kuwekeza ili maisha yaweze kwenda kwa upande wao yawe rahisi zaidi. Kwa hiyo na mimi natoa wito kwa walimu waendelee kujitolea katika kutenda kazi. Hata kama watachukua mikopo kwenye serikali, basi ile mikopo wasitumie tu katika matumizi ambayo sio sawa, watumie katika matumizi mazuri kwenye kuwekeza, wakisha fedha wanaichukua wanaizalisha ili waweze kujikimu na maisha yao. Ndio, kingine cha mwisho ni kwamba unazungumziaje swala zima la vifaa, kwa sababu kuna jitihada kubwa serikali imefanya kuhakikisha majengo yanapatikana na yanapendeza kama ile hapa nyuma yetu, lakini bado walimu wanazungumza 2026 sayansi na teknolojia, matumizi ya kompyuta yanakuwa hafifu katika kuwafundisha walimu na ni ngumu kwao kuwafundisha wanafunzi kompyuta kwa michoro ya kuchora kwenye ubao. Hili kama diwani unalizungumzaje? Kwa kifupi ni jambo zuri, kwa maana kwa kulinganisha na mitaala ya sasa inavyotaka, inahitaji kila jambo liende kwenye mfumo wa teknolojia, na dunia tunaenda nayo sasa ni dunia ya teknolojia. Kwa hiyo tuna uhitaji mkubwa sana wa wanafunzi wetu hawa ambao tunawafundisha waende kwenye mfumo wa teknolojia, kama tunapozungumzia masomo ya tehama, kwa maana vipatikane vifaa vya tehama ili wanafunzi waweze kujifunza kama dunia sasa inavyohitaji. Kwa sababu ukianza tena masomo ya tehama lakini ukaenda kwenye mfumo wa mchoro, mtu mouth haijui, kompyuta mpakato haijui, laptop kama hiyo ndio kompyuta mpakato, labda tablet na maiza na kompyuta zingine mwanafunzi hazijui. Kwa hiyo unakuta sasa hamuendani na syllabus na sera ya nchi. Kwa hiyo ili tuweze kuendana nayo na sayansi na teknolojia na masomo ya tehama, tunapaswa sasa kuwa na hivyo vifaa mashuleni, wanafunzi wajifunze kwa kuona, kwa kufanya, kwa vitendo. Itakuwa namna bora kabisa ya kuweza kuhakikisha masomo ya tehama yanafanya vizuri na wanafunzi wanaweza kufaulu vizuri kwa kufanya kwa vitendo kuliko kusoma masomo ya tehama lakini kwa njia ya michoro, njia ambayo tumeisoma sisi zamani sana ya kuchorewa. Lakini hii itakuwa nzuri kama tutakwenda katika mustakabali huu ambao serikali na sera inataka. Wito wako kwa wazazi wa kata ya Umwe ambao wanasomesha wanafunzi mbalimbali kwenye shule mbalimbali za kata hii ya Umwe? Wito wangu kwa wazazi, wanahitajika na natoa wito kwa wazazi watoe ushirikiano kwa walimu, kwa maana jukumu la mzazi ni kusomesha mtoto na jukumu la mwalimu ni kusomesha mtoto, kwa maana kufundisha mtoto. Sisi kama wazazi tunahitajika kutoa ushirikiano kwa walimu ili kuhakikisha watoto wetu wanapokwenda shule basi waende shule, na wanaporudi nyumbani ni wazazi ama wazazi wawe na sehemu ya kuwatazama, sehemu ya kuhakikisha masomo aliyepata shule huko nyumbani, kama kuna homework na masomo mengine ya ziada wanawasimamia vizuri. Kama kuna majambo ambayo yanahitajika shuleni, watoe ushirikiano kwa walimu, kwa maana kama kutakuwa na michango ambayo mmekubaliana basi iende kwa utaratibu ambao mmekubaliana. Kama kuna mifumo ya utendaji kazi wazazi mmekubaliana, kuna taratibu ambazo walimu wamezileta kwa wazazi, basi wawape ushirikiano ili dhana ya ualimu na ya uwajibikaji kwa wote tu uweze kutumika. Kwa hiyo ni utoe wito kwa wazazi kutoa ushirikiano kwa walimu, kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu ya kutosha kutoka pande zote mbili, kwa wazazi vile vile kwa walimu. Nikushukuru sana. Asante sana. Asante.